mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Tundu Lissu. Katika kesi ile yalitokea matukio yaliyochapishwa taarifa zake kwenye mtandao na sehemu mbalimbali kuonesha kwamba waandishi walizuiwa kufanya kazi yao. Na sisi kama Jukwaa la Wahariri Tanzania tunalo jukumu la msingi sana kuhakikisha kwamba haki ya kupata habari kwa wananchi na hasa waandishi wa habari ambao wana jukumu la kukusanya, kuchakata na kuchapisha kwa mujibu wa ibara ya 18 A mpaka Ch na D, na kwa mujibu wa kifungu cha 7 kifungu kidogo cha pili cha sheria ya huduma za habari. Ile ibara ni kwa mujibu wa Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 pamoja na marekebisho yake. Ni haki ya kila mwandishi wa habari kukusanya, kuchakata na kuchapisha taarifa kwa mujibu wa sheria. Na kwa hiyo tulipata masononeko kidogo tulipoona waandishi wa habari wanazuiwa kufanya kazi yao. Lakini tukasema kusononeka na kutoa statement peke yake hakusaidii, maana tukio hili litajirudia. Kwa hiyo ikabidi tufanye utaratibu wa kukutana na jeshi la polisi. Siku mbili zilizopita tumekutana na kamanda wa kanda maalum ya polisi Dar es Salaam, Afande Jumanne Muliro, tukazungumza naye kwa utuo kwamba jukumu la waandishi wa habari ni kukusanya, kuchakata na kuchapisha taarifa. Na kwa hiyo kuwazuia kuingia Kisutu si jambo jema. Hawaendi kumpigia debe mtu yeyote. Wanachokwenda ni kuhudhurisha umma kwamba kuna hiki na hile kinatokea pale Kisutu. Kwa hiyo katika mkutano ule tukakubaliana mambo ya msingi. Moja, waandishi wote wataruhusiwa kuingia tarehe 6 kwenye jacket. Inasaidia sana kwamba hata kabla askari hajafikia anatambua kwamba yule ni mwandishi, limeandikwa press. Mwandishi wa habari hauawi, lakini kitu cha kwanza kinachomtambulisha ni helmet iliyowekwa press na jacket alilolivaa. La pili ni kitambulisho, kwamba unaweza kudaiwa kitambulisho, na press card zetu zimeandikwa kwamba kuwa na press card si warrant ya kuingia kila pahala, si ndio? Lakini anaweza kukuangalia askari kwamba kwa kweli huyu namtilia shaka ni mwandishi kweli. Na hapa tunaposema kitambulisho sio press card. Unaweza usiwe na press card lakini ukawa na kitambulisho cha ofisini kwako. Kwa hiyo tujitahidi sana, wakikuomba kitambulisho uwe nacho. Amenipa mfano mmoja kamanda Muliro kwamba askari akiwa amevaa nguo akija kukagua, si unamwambia nipe kitambulisho? Uwezi ukamwambia askari nipe kitambulisho akatoa pistol akakuonesha akasema kwamba unaona nimeshika pistol. Hata majambazi wanakuwa na pistol. Kwa hiyo katika hali hiyo kuna watu ambao anasema walipokuwa wakiambiwa lete kitambulisho anaonesha kamera, anasema unaona nina kamera. Sasa nafahamu kwenye social media kuna watu ambao wanatokea kwenye vyama vya siasa na wanalo jukumu la kufanya kazi za vyama vya siasa. Basi vyama vyao viwape vitambulisho. Yaani itambulike kabisa kwamba taasisi fulani inawakilishwa na fulani. Hilo litatuondoa katika mgogoro mkubwa. Kuna miongozo inayotoka. Yaani huwezi ukakaa mbele ya mtutu wa bunduki alafu ukasema mimi ni mwandishi wa habari, risasi itachagua. Kuna jinsi ya kuripoti habari za vita. Kuna jinsi ya kuripoti habari ambazo zina misuko kama hizi. Lakini wakati wao wanaendelea na ulinzi, wewe ukakatiza kati yao, kaenda mbele, unafika unawaambia kwamba atolewi mtu hapa, mimi ni mwandishi wa habari. Na kuhakikishia tutakuwa tunakuimbia mapambio baada ya muda mfupi. Ndio tuambiane ukweli, kwa sababu inawezekana kwamba tumeingia kwenye hii taaluma hatujajua jinsi inavyofanya kazi. Wewe unakwenda pale Israeli wanataka kushusha mabomu, unasimama unasema mimi mwandishi, basi tutakuimbia mapambio.